Sawa, turudi kwenye huu mchezo ambao walicheza Simba na Pamba Jiji ambao pengine kila mmoja ama watu wengi wametem kama moja kati ya michezo bora sana kuwahi kutokea pengine msimu huu hata kwa miaka ya hivi karibuni. Pengine Pamba Jiji walikuwa bora kiasi gani ama walikuwa bora pande ipi wakiongozwa na kocha Francis Baraza? Walichokifanya Pamba Jiji ni kwanza kuiheshimu Simba, kuja na discipline, kwanza kuzuia kwa nidhamu, alafu kufanya mashambulizi ya kushtukiza. Alafu bado kuna wachezaji wao, mchezaji mmoja mmoja unaona hawana majina sana wachezaji, lakini mchezaji mmoja mmoja naamini Francis Baraza alifanya kazi yake nzuri sana ya kufanya maelekezo kwa timu sio kwamba tucheze kwa kuheshimu Simba, ni timu kubwa lakini tunapewa nafasi na tufanye jambo. Na ndio maana umeona mechi ilikuwa ngumu kwa sababu walikuwa very compact. Hawakucheza kwa woga, walicheza kwa nidhamu kubwa sana ya kujilinda na kufanya mashambulizi. Ndio maana unaona Simba hawakutegemea kile kilichotokea. Walikuwa wanaamini muda wote pengine yani Pamba wangekaa nyuma kuwasubiri wao wakiwa kama second team, lakini the way walivyokuwa wanapishana kwa nidhamu, umeona namna ambavyo kocha Baraza na kikosi chake cha Pamba walivyokuja vizuri na kaonyesha game nzuri na game ngumu sana. Tukipata game kama zile 7 8 10 hivi ligi yetu inazidi inakuwa tamu sana kiukweli. Francis Baraza pamoja na wachezaji wake naamini kwenye chumba cha kwa maana sehemu ya mazoezi, uwanja wa mazoezi, Francis Baraza alimaliza kila kitu, akamwambia jamani, tunatakiwa tucheze hivi, ni timu kubwa, tunatakiwa tucheze kwa nidhamu. Cha kwanza unajua kwenye mpira sisi makocha tunaambiwa, tunafundishwa kwanza, unafundisha kwanza safu ya ulinzi, unafundisha ulinzi, baadaye eneo la katikati, mwisho unaelekeza eneo la ufungaji. Sasa jana Pamba walikuwa vizuri kwenye eneo la ulinzi, walilinda vizuri eneo la katikati, waliweza kuwini maeneo mengi sana ya mpira, na bado eneo la juu walikuwa vizuri. Pengine bahati nayo iko upande wa kwao, lakini ulikuwa unaona mwishoni pale walivyokuwa wanacheza, ulikuwa unaona kama wanaweza kupata goli. Walifanya mashambulizi ambayo ulikuwa kama ni shabiki wa Simba unaweza uko na panado kidogo na angalia ile mechi. Ukweli usiopingie kwamba waliwapa game nzuri sana Simba kiasi kwamba pengine wanaweza wakarudi tena kwenye uwanja wa mazoezi kuja kujitafakari kwamba pengine usajili zao labda hawakufanya vizuri, na ndio maana unaona hata Jibiste na nadhani jana aliojiwa akasema kwamba goalkeeper alifanya makosa na anamtema kama goalkeeper, pengine uwezo wake ulikuwa labda ni mdogo, lakini sio uwezo mdogo, ni yule aliyepiga ule mpira alikuwa amepiga kwa viwango vikubwa sana kiasi kwamba huyo golikipa wao ambao wanamtumainia sasa hivi kama namba moja aliweza kushindwa kufikia ule mpira. Na nilikuwa namwambia hata kwenye kipindi ya JB kwamba sio uwezo mbaya wa golikipa au makosa ya golikipa, isipokuwa ni uwezo wa yule mchezaji ambao ameupiga. Kuna wakati tusipende tu kusifia wachezaji wetu, hata kama inapotokea kwamba yani kutoa lawama kwa mchezaji, hata inapotokea kwamba sasa haiwezekani. Unajua kuna wakati mwingine mchezaji anatoa nguvu zake zote, uwezo wake wote, lakini mazingira yanakuwa yamemzidi. Yani ule mpira ulipigwa hata kama angekuwa golikipa wa namna gani, ile alikuwa anafungwa tu. Kule kulikuwa mbali sana. Pengine labda angetaka labda afariki dunia yule golikipa pale ndio angeufikia ule mpira. Sawa, Simba wanakwenda kucheza Machi 22, wanacheza na TRA United, timu ambayo mlikutana nayo juzi na mmeweza kutoa sare. Na kusema ukweli, kwa performance ya TRA lakini pia performance ya Simba, pengine unautazama mchezo wa aina gani? Tushuhudie mechi kama ambayo wameipata kule Mwanza, ama itakuwa ni mechi nyepesi kwa TRA? Inaweza ikawa mechi nyepesi kwa sababu nilivyokaa kwa Simba, kwa sababu nilivyokaa jana kwenye kibanda cha kahawa nilisikia kwamba Mzamiru Yasini alitafuta kadi nyekundu ya makusudi ili atakapokutana na waajili wake ili mechi iwe nyepesi, na kitu ambacho alichokifanya, kwa sababu ulikuwa huoni kama kuna sababu Mzamiru Yasini anaweza akafanya hivyo. Hizo ni za kwenye kahawa, lakini uhalisia ni kwamba inategemea TRA wanataka nini. Umeelewa? Kama wanataka kuna jambo wanalitaka kwenye hii ligi, wanaweza kutoa mechi kama walivyotoa dhidi yetu, lakini kama wakiwa wakija kwa dharau zao, kwa sababu hivi vilabu vya Simba na Yanga kama ujeje kwa discipline unaadhibiwa tu. Kwa hiyo kama TRA watakuja kwa discipline wanaweza kuonyesha game ngumu, lakini kama wakija kwa mazoea wakaamini kwamba Simba kwa sababu wametoa suluhu dhidi ya Pamba kwamba itakuwa ni vile wanasema kutila mazoea, sijui lina mwalimu mgema sijui nini,
wakija wakiwa wanaamini kwamba wanatakiwa wacheze wao kama wao TRA kwa ajili ya kutafuta matokeo, wanaweza kucheza vizuri. Lakini wakicheza wakiwa waamini kwamba kwa sababu Pamba walitoa suluhu na Simba kwamba nao watapata mchekea, hapana. Hii Simba na Yanga sio timu nyepesi sana kama na hasa unapokuta timu imepoteza mechi kwa maana ya kama hivi Simba imepata suluhu. Usifikiri watakuja kama walivyokuja mwanzo, kwa watakuja kwa sababu mechi wanaitaka. Kwa uwiano wa pointi Simba na Yanga sasa hivi, Simba anahitaji kila mechi ashinde ili aweze angalau kumkaribia Yanga. Kwa hiyo watapata mechi ngumu kwa sababu Simba atakuwa anacheza ile nothing to lose, kwamba hana cha kupoteza, atakuja kwa ajili ya kutafuta matokeo tu. Kwa hiyo TRA haje kwa mkakati, asiamini kwamba matokeo yale ya jana yatamnufaisha yeye. Aje yeye kama yeye, asije kwa mazoea, kwa sababu akija kwa mazoea anaweza akaumia, kwa sababu tayari Simba ashajeruhiwa huko. Kwa hiyo lazima hii mechi atakuwa anaitaka sana kuliko, yani kwa kifupi mechi ambayo Simba anaitaka sana ni mechi dhidi ya nani ya TRA. Simba amekuwa bora kwa mechi za hivi karibuni. Siwezi kusema hivyo kwa sababu bora ni Yanga, wamekuwa wazuri. Timu bora ni Yanga kwa sababu timu ambayo inaongoza kwenye ligi, timu ambayo defense yake iko imara, imeruhusu magoli si mawili si moja, alafu performance haiwezi kawa bora, itakuwa inacheza vizuri. Hiyo kuna zile inaita fluke mechi baada ya mechi, lakini timu bora ni timu ya Yanga kwa sababu inaongoza ligi, inafanya kila kitu kwenye ligi. Kwa ubora bado wajikusanye kidogo, lakini kwa ubora sijaona, isipokuwa kwenye hizi mechi za karibuni wanaonekana wanacheza vizuri, lakini kwa bora ni Yanga. Naam, asante sana. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.